Tuanze na majumuiya wa Kiafrika ambapo mwenyekiti atakumbuka kwamba Afrika haikuwa na mipaka. Tangu zamani walikuwa ni watu ni wamoja. Rwanda, Burundi ilikuwa yote ni walikuwa na Tanganyika ndugu zao wa Tanzania, lakini Afrika kwa ujumla haikuwa na mipaka. Sasa bana, baadhi ya wasomi wa vyuo vikuu barani Afrika wamesema kwamba muungano Jumuiya ya Afrika Mashariki historia yake ni ya kuigwa, kwani imedumisha udugu wa siku nyingi wa mataifa hayo na haupaswi kutitereka. Tukasikize taarifa yake Sechelela Kongola kutoka pale mkoani Arusha kaskazini mwa Tanzania. Ibada ya kuliombea taifa na Jumuiya ya Afrika Mashariki jijini Arusha imejumuisha viongozi wa dini kutoka nchi mbalimbali na vyuo vikuu, akiwemo Askofu Profesa Kennedy Songwe kutoka Chuo Kikuu cha Africa Graduate. I pray for peace in Tanzania. Ninaomba kwa ajili ya amani ya Tanzania. Baba, tunasema asante kwa ajili ya rais binti yako ambaye Bwana umempa neema ya kukalia kiti cha urais. Ibada hiyo imejumuisha zoezi la kutoa shahada kwa baadhi ya watu wenye mchango mkubwa kwa jamii pamoja na vyeti vya ubalozi wa amani kutoka Chuo Kikuu cha Africa Graduate. Baada ya kutunukiwa tuzo hii ya amani, sasa tumejipanga ipasavyo kwamba mwaka huu tutaendelea kuandaa makongamano mbalimbali kuhusu amani. Hii inaenda kunipa nguvu zaidi. Unajua, unapofanya jambo, mimi sikufanya kwamba siku nitakuja kupewa tuzo. Nilikuwa nafanya kwa ajili ya taifa langu liendelee kuwa na amani na kufundisha amani, na kwa sababu hiyo tunawahamasisha hata wanamuziki wote wa Tanzania na wa East Africa pamoja na nyimbo nyingi ambazo tunazitunga. Imefika wakati sasa tutunge nyimbo ambazo zitahamasisha amani. Profesa Anatibaijuka ni miongoni mwa viongozi waliozungumzia umuhimu wa mabalozi wa amani katika kuimarisha mshikamano. Na sasa manake kama tuna amani, amani haikuwepo tu hivi hivi, ilitengenezwa na waasisi wa taifa hili. Kwa hiyo sisi hapa kauli mbiu ni kazi iendelee. Na kazi yenyewe ni ipi? Ni kazi yetu hii ya kulinda amani, kulinda haki, kulinda upendo, kulinda mshikamano. Baadhi ya wasomi ambao ni viongozi wa vyuo vikuu barani Afrika wamesema jamii katika nchi hizo inapaswa kupuuza masuala yanayorudisha nyuma maendeleo. Tanzania ni nchi inayotufundisha amani na pia ni nchi ambayo imehifadhi katika Afrika Mashariki, imeweka ule utamaduni wetu wa kiasili. Kwa hivyo sisi ni ndugu kwa damu na mambo mengi, na nipo kila siku Tanzania itatufundisha vitu vingi hata katika maisha yajayo. Kwa hiyo unapoona amani na wale wanaoshabikia ubaya ni kwa vile hawajajua. Lakini wewe muombe Mungu daima. Si jambo la watu fulani fikiri kwamba ni kazi ya wachungaji, ni kazi ya maaskofu, ni kazi yako. Sechelela Kongola, TBC, Arusha. Naam, shukrani sana Sechelela Kongola kutoka mkoani Arusha kaskazini mwa Tanzania. Kubwa zaidi ni wasomi na swala la majumuiya ya Kiafrika, hasa kujita kwenye swala la amani. Mwenyekiti, kabla ya uvamizi wa Jerumani kwa upande wa Afrika Mashariki, jamii zote, himaya zote, dola zile zilikuwa na amani. Mkwawa unataja kule Chifu Lumanyika na wengine wote, wakina Heri na wengineo, Heri Wazigua, lakini bwana Heri ukitaja kule kusini na kwingineko wakina Machemba, wote jamii zao zilikuwa na amani. Kuhakikisha kwamba lazima falme zile zinakuwa na amani ilikuwa kubwa zaidi. Lakini kikubwa kingine ni majumui, kwamba wa Kiafrika, kwamba wasomi na majumui, kwamba majumui ni muhimu, ni udugu. Waafrika wote ni ndugu, binadamu wote ni ndugu. Kwa hiyo ni kuendelea kushikamana. Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Zambia hazikuwepo. Yote ilikuwa ni Afrika. Hiyo mipaka iligawanywa mwaka 1884 kwenda 85, mkutano wa Berlin. Scramble and partition. Hakika.